Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko, sura ya 3 aya ya 22 hadi aya ya 30. Waandishi walioshuka kutoka Yerusalemu wakasema, ana Beelzebuli, na kwa mkuu wa pepo huwatoa pepo. Yesu akawaita akawaambia kwa mifano, awezaje shetani kumtoa shetani? Na ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake, ufalme huo hauwezi kusimama. Na nyumba ikifitinika juu ya nafsi yake, nyumba hiyo haiwezi kusimama. Na kama shetani ameondoka juu ya nafsi yake akafitinika, hawezi kusimama, bali huwa na kikomo. Hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Amini nawaambia, dhambi zote watasamehewa wanadamu, na kufuru zao watakazo kufuru zote, bali mtu atakayemkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa ana dhambi ya milele, kwa vile walivyosema ana pepo mchafu. Neno la Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, karibu katika tafakari ya somo la Injili siku ya Jumatatu tarehe 26 mwezi wa kwanza mwaka 2026, kanisa linapoadhimisha kumbukumbu ya watakatifu Timotheo na Tito maaskofu. Timotheo alikuwa ni kati ya wanafunzi wapendwa wa Mtume Paulo na mwenza wa hija za kitume, aliyemsaidia sana katika mchakato wa kutangaza habari njema ya wokovu miongoni mwa Wayahudi. Alikabidhiwa jumuiya ya Wakristo wa Efeso kuiongoza kama askofu. Tito pia alikuwa ni msaidizi wa karibu wa Mtume Paulo aliyeongoka kutoka upagani. Aliambatana na Mtume Paulo na Barnaba kwenye mtaguso mkuu wa kwanza wa Yerusalemu. Tito pia alikabidhiwa jumuiya ya Wakristo wa Krete kuiongoza kama askofu. Wote wawili, Timotheo na Tito, walikuwa watoto wa imani wa Mtume Paulo, mashahidi wa utume wake kwa Kristo na kanisa lake, viongozi waliojenga na kuimarisha umoja na mshikamano miongoni mwa Wakristo. Ndugu zangu, somo la Injili ya siku ya leo kama tulivyosikia limetoka katika Injili ya Marko sura ya 3 aya ya 22 hadi aya ya 30. Sehemu hii ya Injili ni mwendelezo wa Injili tuliyosikia siku ya Jumamosi katika juma la pili la mwaka, ambapo ndugu zake Yesu walimkashifu wakisema amerukwa na akili. Kumbe leo waandishi wanamkufuru kwa kumsingizia kuwa anafanya miujiza ya uponyaji kwa kushirikiana na shetani, wakisema ana Beelzebuli, na kwa mkuu wa pepo huwatoa pepo. Baada ya hapo, Yesu anaamua kutoa mafundisho ya kina jinsi nguvu za Mungu zinavyopingana na nguvu za shetani, na mwishoni anatoa tamko la dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu akisema, amini nawaambia, dhambi zote watasamehewa wanadamu, na kufuru zao watakazo kufuru zote, bali mtu atakayemkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa ana dhambi ya milele. Wapendwa, kwetu sisi sote tulio wafuasi wa Kristo, swali la kujiuliza ni hili: dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu ni ipi, na kwa nini isiwe na msamaha? Hatuna budi kuijua dhambi hiyo ili tusiingie katika mtego wa kuitenda, kwa sababu ni mbaya na Yesu mwenyewe anasema haisameheki. Kwanza kabisa ni lazima tujue
neno kukufuru maana yake nini? Kukufuru ni kutukana, ni kuzungumza vibaya, ni kudharau, ni kudhihaki na kukashfu imani au kitu ulichokijua mwanzoni na kukiamini, ukakikubali na kusadiki kwa dhati kabisa kwamba ni kweli. Hivyo tunaposikia kuhusu kumkufuru Mungu, maana yake ni kumtukana Mungu, ni kumdharau na kuzungumza vibaya juu yake. Na katika maandiko matakatifu, Agano la Kale, mtu aliyethibitika kumkufuru Mungu, adhabu yake ilikuwa ni kupigwa mawe mpaka kufa. Tunasoma hayo katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 24 aya ya 13 hadi aya ya 16. Tunasoma hivi: na Bwana akasema na Musa na kumwambia, mtoe huyo aliyeapiza nje ya malago, na wale wote waliomsikia na waweke mikono yao kichwani mwake. Kisha mkutano wote na waamue kwa kumpiga kwa mawe. Nawe nena na wana wa Israeli na kuwaambia, mtu awaye yote atakayemlaani Mungu wake atachukua dhambi yake, na yeye atakayelikufuru jina la Bwana katika utauwa, mkutano wote watamua kwa kumpiga kwa mawe, kama ni mgeni, kama ni mzalia, hapo atakapolikufuru jina la Bwana atauawa. Sasa ndugu zangu, kumkufuru Roho Mtakatifu ni kumwasi Roho Mtakatifu, ni kuwa kinyume naye, kuzikana, kuzikataa na kuzisema vibaya kazi zake, ni kuhusianisha kazi za kweli za Roho Mtakatifu na nguvu za Shetani. Katika somo la Injili ya leo, waandishi walikana kwa maneno yao kazi ya kweli ya Roho Mtakatifu. Walitoa sifa kwa kazi yake kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Hivi ndivyo walivyomkufuru Roho Mtakatifu kwa ukaidi wa hiari dhidi ya kazi ya Roho Mtakatifu. Walishuhudia nguvu za Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu zikifanya miujiza ya kuwaponya watu, wakazikataa kwa makusudi kabisa, kisha wakazihusianisha na nguvu za Shetani, na hivi walitenda dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Na dhambi hii haina msamaha, kwa sababu moja ya kazi ya Roho Mtakatifu ni kutusaidia kutambua dhambi na makosa yetu, ni kutuelekeza katika ukweli, kama ambavyo tunasoma katika Injili ya Yohane sura ya 16 aya ya 8 hadi aya ya 9, na kutuongoza mpaka kwa Kristo aliye chanzo cha wokovu wetu. Ndugu zangu, ufunguo wa msamaha wa dhambi zetu ni toba, na ufunguo wa toba ni imani. Chanzo cha imani ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kukataa kazi ya kweli ya Roho Mtakatifu ni kukataa chanzo cha imani, na kukataa chanzo cha imani kunaziba njia zote za kutusaidia kufanya toba, na hivyo hakuna msamaha. Hivyo sababu ya kutokusamehewa kwa dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu ni kutokuomba msamaha, kuwa nje ya mpango wa Mungu, kuyakataa mapenzi ya Mungu. Basi ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu kwa maombezi ya watakatifu Timotheo na Tito ambao tunaadhimisha kumbukumbu yao leo, waliokuwa waaminifu katika imani, waliofundishwa na Mtume Paulo, wakawa tayari kuitetea, kuikiri na kuihubiri kwa watu mbalimbali, ili basi kwa maombezi yao tuepushwe na vishawishi vyote vya Shetani na kuepushwa mitego yake, na kamwe tusiingie katika mtego wa kuitenda dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.